Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha katika somo zuri ambalo tunaenda kulisoma siku ya leo, ambalo linasema hali ya wafu. Akiongea na wanafunzi wake katika sura ya 10 ya kitabu cha Yohana na ile aya ya 10, Yesu anasema ya kwamba mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu, lakini mimi, yani yeye Yesu, alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Ni mpango wa shetani kuweza kuvuruga kile ambacho Mungu alikiumba na kukiweka katika utaratibu. Lakini ni mpango wa Mungu kupitia Yesu Kristo kwamba aje afanye urejeshwaji na kurudisha mambo katika hali ambayo Mungu alitaka mambo yaweze kuwa. Na mada hii juu ya hali ya wafu ni mojawapo ya mada ambazo kwa makusudi kabisa, kama anavyopotosha sehemu zingine za maandiko, shetani ameweza kuipotosha ili kwamba wanadamu wasiweze kukielewa kifo katika uhalisia wake. Kwa sababu kuelewa kifo katika uhalisia wake kuna uhusiano wa moja kwa moja na uamuzi wa kuokolewa au kupotea. Na leo tunaenda kujifunza. Kumbuka ya kwamba shetani hafanyi kitu kwa kujifurahisha. Kila kitu anachokifanya anakifanya kwa target. Lakini neno la Mungu linasemaje? Kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Ni katika siku ya leo ambapo tunaenda kuangalia ukweli kuhusu hali ya wafu. Ukweli ambao utatuweka huru katika masumbufu mengi ambayo tumekuwa nayo kama matokeo ya kutojua nini kinampata mtu anapokufa. Na ili tuweze kuelewa hili jambo vizuri, tunaweza tukarudi katika ule mpango wa uumbaji, tukielewa mianzo ya asili ya uumbaji wa mwanadamu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na Mwanzo sura ya 2, unaweza kupata description, maelezo mazuri juu ya jinsi ambavyo Mungu alimfanya mwanadamu. Mwanzo 1:25, 26 na 27, neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, wakatawale ndege wa angani, samaki wa baharini, na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Unapokuja kwenye aya 27, unaona anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Unapokuja kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo ni summary, ni ufupisho wa kile ambacho kilifanyika kwenye Mwanzo sura ya 1. Lakini kwenye sura ya 2 ukiangalia, anajikita zaidi katika details ambazo zilihusika kwenye uumbaji wa mwanadamu pekee. Wakati kwenye sura ya 1 anazungumzia uumbaji wa mwanadamu, wanyama, mimea pamoja na nchi mpya na nchi yote kwa ujumla. Sasa unapokuja kwenye sura ya 2 aya ya 7, anasema kwamba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Aya hii moja inatosha kutuonesha summary ya kile ambacho Mungu alikifanya katika kumuumba mwanadamu. Cha kwanza tunachokiona ni upekee uliotumika kumuumba mwanadamu. Tofauti na viumbe wengine ambao Mungu alitamka wakatokea, samaki, wanyama, ndege, anapokuja kwa mwanadamu anasema Mungu mwenyewe anafinyanga na anakuja kumfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, anampulizia puani pumzi ya uhai, na huyu mtu anakuwa nafsi hai. Kwa hiyo kwa ufupisho tunaweza tukatengeneza mlinganyo wa kimahesabu wa uumbaji wa mwanadamu, ya kwamba mavumbi ya ardhi ukijumlisha na pumzi ya Mungu sawasawa na nafsi hai. Kwa hiyo mimi hapa nilipo ni nafsi. Unapozungumzia nafsi, unazungumzia muungano wa vitu viwili, yani mavumbi ya ardhi pamoja na pumzi ya Mungu, ndipo unapata mtu. Na hapa pia kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kuna maelezo, watu wanaelewa namna tofauti. Watu wanachukulia nafsi kama aina fulani ya roho yenye utambuzi inayoishi ndani ya mwanadamu, kana kwamba mimi hapa nilipo nina nafsi ndani yangu. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba mavumbi jumlisha pumzi ni sawasawa na nafsi hai. Kumbe mimi hapa nilipo ni nafsi. Na ndio maana hata unapokuja kwenye maelezo ya gharika ambayo anatoa Mtume Petro, anasema kwamba nafsi 8 ziliingia kwenye ile gharika, na hata wanapotoka anasema ya kwamba zilishuka nafsi, akimaanisha wale watu na wanyama ambao walikuwepo mle ndani. Sasa hiyo ni ufupisho wa uumbaji wa mwanadamu. Lakini ukisogea mbele tu kwenye Mwanzo, ukija sura ya 3, unaona kile ambacho kilitokea. Dhambi inakuja kuingia duniani. Na dhambi inapokuja kuingia duniani, inaingia katika namna ya kuanza kutoa vitu sasa katika mfumo ambao Mungu aliuweka.
Hebu kabla hatujaangalia sasa hii sura ya 3, twende tukaangalia kile ambacho Mungu anakisema kwenye aya ya 17 ya kitabu hicho cha Mwanzo anapokamilisha kumuumba mwanadamu. Anasema hivi: walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu anatoa maelezo kwa wanadamu waliowaumba. Anasema matunda ya miti yote ya bustani waweza kula, hata hivyo nimekupatia hii bustani uitawale, lakini yako matunda ya huu mti ambao ninakuagiza usiale, kwa sababu siku utakapokula utakufa hakika. Na jua ya kwamba mpaka wakati huu Adamu na mkewe walikuwa hawajawahi kuona kitu kilichokufa, yani hata jani lililonyauka walikuwa hawajawahi kuona, kwa sababu dunia nzima ilikuwa katika ukamilifu wake. Lakini Mungu anatoa maagizo kwamba ili uendelee kuwa hai, tunafahamu wote ya kwamba kifo ni kinyume cha uumbaji. Iko kanuni ambayo unapaswa kuizingatia, na matunda ya mti ambao ninakuagiza leo ya kwamba usiale, kwa sababu siku utakapokula utakufa hakika. Tuje sasa kwenye Mwanzo sura ya 3. Tunaona shetani anaasi mbinguni, lakini anapoasi mbinguni anashuka duniani, halafu anajibadilisha na kuwa katika umbo la nyoka, anaingia katika bustani kutaka kuwadanganya Adamu pamoja na mkewe Hawa. Naangalia kanuni anayotumia, anasema kwamba kwenye ile mmoja anasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Anakuja kusema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti yote twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafa. Na hapa tuweke sawa kwamba sio nyoka ambaye alikuwa na uwezo wa kuzungumza, ni shetani ambaye alivaa mwili wa nyoka. Anamuuliza, Mungu amekataza msile matunda yote ya bustani, akiwa anajua kabisa maagizo ambayo Mungu aliyatoa kwa hawa wazazi. Ndipo mwanamke anamrekebisha nyoka ambaye anafikiri ni nyoka, kumbe ni shetani, kwamba hapana, matunda ya miti yote twaweza kula, ila ni mti mmoja tumekatazwa tusile, tusije tukafa. Angalia sasa kile ambacho shetani anamwambia nyoka, aya ya 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Yani anachokuja kukifanya shetani ni kupindua kile ambacho Mungu amekiweka. Kumbuka tulichokisema kwenye Yohana 10:10. Anasema mwivi haji ila avunje na kuiba na kuharibu na kuchinja na kuharibu, lakini yeye alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Sasa angalia Mwanzo 2:17, Mungu anawaambia wazazi wetu kabisa kwamba kila yale matunda mtakufa. Shetani anakuja kusema hamtakufa hakika, na tunajua nini kilitokea pale. Sasa neno la Mungu ni thabiti. Neno la Mungu likisemwa tunaambiwa halitarudi bure. Ukisoma Warumi 6:23 tunaambiwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na matokeo yake kama matokeo ya uasi wanadamu walikufa kama matokeo ya uasi wao. Tunasoma hivyo kwenye Warumi 6:23. Lakini hii ya kusema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti ina maana mbili, kwa sababu tutaenda kujifunza hapo mbele ya kwamba kuna mauti ya aina mbili. Kuna mauti ya kwanza ambayo tunakufa, hii ya kawaida, lakini ipo mauti ya milele ambayo hiyo ndio watu wanakufa moja kwa moja, historia yao inafutika kabisa, kwa sababu tunajua mauti ya kwanza tunapokufa tutafufuliwa, aidha kwa ajili ya uzima wa milele au kwa ajili ya aibu na kuangamia milele. Tunachoenda kujifunza siku ya leo, kiini hasa cha hili somo, ni jinsi ambavyo shetani kwa vizazi vingi amepambana ili kuweza kuwadanganya wanadamu kwamba ni kweli nilikuwa sahihi niliposema ya kwamba hamtakufa. Yani ipo hivi, Mungu anasema msile matunda msije mkafa, halafu tunakula matunda yale, wazazi wetu wanakula, halafu wanakufa. Moja kwa moja shetani anaonekana kuwa ni muongo, kwamba alitoa ahadi ya uongo. Sasa shetani amepambanaje kwa vizazi vingi kuweza kujitetea na kuendelea kuwaaminisha wanadamu ya kwamba ni kweli nilimaanisha kwamba hamtakufa na ni kweli hamfi. Hii ndilo kiini hasa cha somo la leo, kwa sababu kuna watu wengi wamethibitisha hili ya kwamba walizika wapendwa wao, lakini baadaye wamekuja kuonana nao tena. Wengine wanaambiwa wanawatokea katika ndoto, wanaongea nao na wanawapa maagizo. Wapo ambao wanasema tunaishi katika dunia ambayo ni nzuri, huku mambo ni safi, sio kama huko duniani tulikuwa tunateseka, na wanawatia moyo kwamba tungependa kuungana na wewe, na matokeo yake watu wanajiua wakifikiria kwamba wanaenda kuungana na wapendwa wao waliokufa ambao wapo katika eneo fulani ambalo ni bora zaidi. Lakini pia wapo watu ambao kuna tamaduni zingine kwamba
kiongozi wa familia anapofariki, labda baba, wale wanafamilia wanaobaki wanakuwa wanapika chakula alafu wanakiweka nje wakidhania kwamba wale wapendwa wao watarudi na watakula kile chakula. Na nataka nikwambie mtu wa Mungu, vipo visa kabisa vya kweli ambavyo watu hawadangaji kwamba kweli wameonana na wapendwa wao ambao walikufa. Tunachoenda kujifunza leo kinaenda kusolve hili tatizo. Ni kweli ya kwamba mtu anapokufa anaendelea kuishi mahali fulani? Maana uongo ambao shetani ameuingiza kwa watu ni kwamba unapokufa haufi kabisa kabisa, kwamba unaendelea kusurvive mahali fulani, unaendelea kuwa hai ukiwa una utambuzi wako kamili. Neno la Mungu linaenda kutufundisha iliyo kweli, kutuambia habari ya hali ya wafu, na tutaenda pia kujibu swali ya kwamba sasa hao ambao wanatokea wakiwa kwenye sura za hao wapendwa wao waliokufa ni kina nani? Endelea kuwa pamoja na sisi tunapoenda kuangalia mada hii muhimu, hali ya wafu. Twende katika kitabu cha Mhubiri, kiliandikwa na Sulemani. Kinasema kwamba kiliandikwa na Sulemani, yule mfalme mwenye hekima. Ukija kwenye kitabu cha Mhubiri, hii sura ya 12 aya ya 7, Sulemani ana summarize kwa ufupi kile ambacho kinatokea mtu anavyokufa. Hebu angalia neno la Mungu linavyosema: nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho humrudia Mungu aliyeitoa. Ni kwa ufupi hapa, kama tu tulivyosoma kwenye Mwanzo 2:7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunachokuja kukiona kwenye Mhubiri 12 aya 7 ni kinyume cha kile ambacho kilitokea pale. Na hapa mwenye hekima huyu anatuambia ya kwamba nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo pumzi humrudia Mungu aliyeitoa. Kwa hiyo tunafanya kinyume sasa ya ule mlinganyo wa kimahesabu tuliofanya kule, kwamba sasa tunachukua mwili au nafsi hai, toa pumzi, ni sawasawa na kifo. Ndicho ambacho kinatokea sasa. Manake mimi ninavyokufa, mimi ambaye ni nafsi hai, mwili wangu huu, mavumbi haya yataoza na kuirudia nchi, yatakuwa udongo, samadi, lakini pumzi itamrudia Mungu ambaye ameitoa. Utaniambia mbona kule walisema roho ni nini? Sasa ukisoma neno la Mungu vizuri, unaweza ukaona kwamba neno ambalo limetumika pale kwenye Mwanzo 2:7 kumaanisha pumzi ya Mungu ndilo ambalo linaitwa ruach kwa Kiebrania, na tafsiri yake ni hewa au pumzi. Na ndio maana neno la Mungu pia linasema, au niseme Ayubu anasema katika kitabu cha Ayubu sura 27 aya ya 3, tuweke vizuri hapa, Ayubu 27 aya ya 3. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu i katika pua yangu. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya Mungu i katika pua yangu, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu. Nikukumbushe tena kwenye Mwanzo 2:7 tulisomaje? Akampulizia puani pumzi ya uhai. Kumbe kile ambacho kilipuliziwa puani pumzi ya uhai, kimsingi ndicho ambacho Ayubu anasema ni roho ya Mungu. Kwa hiyo tunajifunza habari ya roho inayomtoka mtu, ni pumzi ambayo inamwacha mtu pale ambapo anafariki. Na pumzi hii usije ukafikiri ni oxygen kwa sababu ametaja pua. Hii sio oxygen, ni nguvu ya Mungu ambayo inahuisha na kuleta uzima kiasi kwamba mavumbi ya ardhi yanaweza kuwa kiumbe hai. Sio oxygen, kwa sababu kama ingekuwa oxygen watu wasingekuwa wanakufa, kwa sababu amezungukwa na oxygen, kwamba nikiwa mazingira yenye carbon dioxide, tunaifahamu ni hewa ambayo inatolewa na mwili, ndipo basi tunakufa. Lakini mtu anapokuwa katika oxygen ataendelea kuwa hai, hatokufa. Hewa hii au roho hii inayotajwa hapa sio hewa ya kawaida, ni nguvu ya Mungu inayoleta uhai inapoingia katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba mavumbi yanairudia ardhi, na roho au pumzi ambayo Ayubu anatuambia iko puani inamrudia Mungu ambaye aliitoa. Neno la Mungu linakuwa wazi jinsi hii. Sasa tuende kujibu swali jingine. Mimi ninapokufa ninaendelea kuwa na utambuzi? Ninaendelea kuwakumbuka ndugu zangu au kuwaona ndugu zangu ambao wanaendelea kuishi? Na hii ni muhimu ili tuweze kujibu swali ambalo limekuwa ni changamoto kwenye kizazi chetu, na hata kwenye filamu tunaona. Filamu kimsingi, hizi movies ni agents wa shetani kuharibu na kupotosha kizazi chetu. Itaonesha mtu amekufa labda kwa kuonewa, ameuawa kwa kuonewa, halafu baadaye itaonekana amefufuka katika namna fulani na kuanza kuwashughulikia au kulipa kisasi juu ya wale ambao walimuua kimakosa. Inaweza ikaonekana ni kitu cha kawaida, lakini inaharibu generation na kufundisha watu ya kwamba mtu anapokufa anaendelea kuishi mahali fulani. Lakini kabla sijasema ya kwamba inaharibu kizazi, twende tukaangalie neno la Mungu linasemaje, tuone ni kweli hizi movie na hizi mythologies
hizi hadithi pia tunazosimuliwa, baadhi ya vitabu vinavyosimulia watu waliokufa wakafufuka kama mizimu na kwenda kulipa kisasi, zinasapotiwa na neno la Mungu? Hali ya mtu wakati anapokufa inakuwaje? Ndicho kipengele ambacho tunaenda kuingia, na ni muhimu sana. Tunaelekea kutambua uongo mkubwa wa shetani ambao umeathiri kizazi cha wanadamu kwa miaka mingi juu ya hali ya wafu. Twende pamoja kwenye kitabu hiki cha Mhubiri, na tutaenda kusoma Mhubiri sura ya 9 aya ya 5. Neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mtu wa Mungu, neno liko wazi. Mimi niliye hai ninajua ya kwamba nitakufa, lakini mtu aliyekufa hana kumbukumbu yoyote, hajui tena. Labda nisome tena: maana kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena. Naposema wala hawana ijara tena, versions zingine za Biblia zinasema wala hawana chochote walichobakiza katika dunia hii. Yani kwa lugha rahisi, they have got no business with the living, they are completely disconnected with the living. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini waliokufa hawajui neno lolote, kumbukumbu lao limesahaulika. Angalia kile anachokisema kwenye aya ya 6. Anasema mapenzi yao, yale waliokuwa wanayapenda, anasema mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Yani hata kama aliuawa kwa kuonewa, lakini ile hasira yake haipo tena. Anasema ya kwamba mambo waliokuwa wanayapenda hawapo tena. Ninatambua kwamba wapo watu ambao wanasema marehemu alikuwa anapenda chakula fulani, kwa leo tutapika na kukiweka nje ili aje ale, kwa sababu tunaamini anakuwa anaendelea kuishi. Neno la Mungu linasema mapenzi yao hayapo tena, husuda zao hazipo tena, hawana business yoyote, hawahusiani kwa vyovyote na wale waliopo duniani. Anamalizia kwa kusema kwa maana hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Hii sio aya pekee kwenye maandiko ambayo inazungumza habari ya ile jambo. Twende kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 6 aya ya 5, tuone neno la Mungu linavyoendelea kufafanua kuhusu hali ya wafu na wapendwa wetu ambao wamelala mauti. Zaburi sura ya 6 aya ya 5 inasema, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Yani anasema hivi, maana mautini hapana kumbukumbu lako, kumbukumbu lako katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Yani mtu anapokufa hakuna kumbukumbu tena, hahusiani tena na ulimwengu kivyovyote. Lakini pia hata kama huyu mtu alikuwa ni mcha Mungu kwa kiasi gani, anasema katika kuzimu hapa inamaanisha kaburi, ni nani atakaye kushukuru? Tunajua kwamba watu wa Mungu, wacha Mungu, wakina Danieli, wacha Mungu, wakina Paulo na wengine wote, listi ndefu siwezi kuitaja. Kama kuzimu kungekuwa kunaendelea kuwa na uhai, wangependa kumshukuru Mungu. Lakini neno la Mungu linasema katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Kwa sababu huko kuzimu hakuna neno lolote, hakuna kumbukumbu tena. Mtu aliyekufa hajui chochote kinachoendelea katika dunia, ufahamu wake umeishia pale. Kwake muda hausogei, haoni kama muda unaenda, ametulia tu, ni mavumbi ambayo hayana utambuzi wowote. Kana kwamba hii haitoshi, neno la Mungu linaendelea kufafanua zaidi juu ya hali ya wafu, kwa sababu tunahitaji kujua kile ambacho kinaendelea. Zaburi ya 30 aya ya 9, tunaenda kubomoa ngome ya madanganyo ambayo shetani ameyaweka. Neno la Mungu linasema hivi, mna faida gani katika damu yangu? Nishukapo shimoni, mavumbi yatakusifu, yataitangaza kweli yako. Yani hata kama ningekuwa ni mtu ambaye ninatamani mno kulihubiri neno la Mungu, ikiwa ningeendelea kuwa hai baada ya kufa, nisingenyamaza, ningeendelea kulihubiri neno la Mungu. Lakini hapa tunaambiwa ya kwamba mavumbi yatakusifu, yataitangaza kweli yako. Yani hata mavumbi ya wale watu wacha Mungu ambao walikuwa mtunga Zaburi anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nami ndilo nitakalolifuatia, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ilikuwa ni shauku ya mtunga Zaburi kumtukuza Mungu siku zote za maisha yake. Lakini masikini anapokufa hawezi kuendelea kumtukuza Mungu kwa sababu hana kumbukumbu tena, hajui kinachoendelea, hana ufahamu, haexist, hayupo. Ndio maana neno linasema kama vumbi atakusifu, yataitangaza kweli yako. Hapana, haiwezekani. Kana kwamba hiyo haitoshi, twende tena tukaangalie Zaburi hii ya 100
146 ile aya ya 4, kwa sababu Biblia imejaa neno la Mungu ambalo tukiwa na hilo, tukijifunza hilo, tunaweza kuzipinga hila na udanganyifu wa shetani. Zaburi ya 146 aya ya 4. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema hivi, Zaburi ya 146 aya ya 4, anasema pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Mtu anapokufa pumzi yake hutoka, humrudia Mungu. Tumesoma kitabu cha Mhubiri sura ya 12 aya ya 7. Mavumbi, au anasema hurudia udongo wake, mwili unaurudia udongo, siku hiyo mawazo yake yapotea. Hana mawazo tena, hakuna anachokikumbuka, hajui kinachoendelea. Yaani hata mtu wa kwanza kufariki katika ulimwengu wetu, Habili au Abeli, unaweza kumuita hivyo, hata hajui kwamba dunia imeshapita maelfu ya miaka. Kwake muda hauendi. Kwa wale ambao wamewahi pata changamoto ya kupoteza fahamu au kuzimia, tunasema watakubaliana na mimi kwenye hili. Unaweza ukazimia hata kwa masaa 6, lakini ukija kushituka utaona kama umeanguka tu na kuinuka, au umezimia na kurudiwa na fahamu hapo hapo. Hujajua kilichotokea hapa katikati, na utaambiwa tu ya kwamba umekuwa hujitambui kwa masaa 24 au masaa 6 au muda gani. Kwa nini? Kwa sababu ile hali ufahamu umetoka. Ni mfano wa kifo, kile ambacho kinatokea mtu anavyofariki. Kana kwamba hiyo haitoshi, twende tusome kitabu cha Yohana ile sura ya 8. Yohana sura ya 8, alafu tutasoma kitabu kingine. Hapa ni Yesu akiongea na Mafarisayo, anaongea nao habari za ufalme wa Mungu na anawakemea. Anasema ya kwamba 10:44, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hana hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Moja, shetani hakusimama katika kweli. Katika kuwaambia wazazi wetu ya kwamba hamtakufa hakika, ni udhihirisho wa wazi ya kwamba hakusimama katika kweli, kwa sababu kweli ya neno la Mungu ilisema wazi ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtakufa hakika, na tunashuhudia kifo katika version yake ya kwanza. Tunajua kwamba kitakuwepo kifo cha pili, lakini anasema yeye ni muongo na baba wa huo, anadanganya. Na mojawapo wa madanganyo ambayo shetani ameweza kuyafanya kwa kiwango kikubwa na kudanganya wengi ni juu ya uongo ya kwamba mtu anapokufa anaendelea kuishi mahali fulani. Na ngoja nikwambie sasa kwa nini anasema hivi. Kumbuka kile alichokisema kwenye Mwanzo sura ya 3, hamtakufa hakika. Ili aonekane kuwa mkweli, anaendeleza fundisho lake ya kwamba unapokufa unaendelea kuwa hai, ili ionekane ya kwamba tungeweza kuvunja amri za Mungu na bado kuendelea kuishi. Na anafikia mbali zaidi katika uongo wake, anakuja kudanganya ya kwamba hiyo hali yetu ya pili sasa inakuwa bora kuliko ile ya kwanza. Hata wewe unaweza ukawa shahidi, unaweza ukaandika kwenye comments watu wengine wakaona. Ikiwa umewahi kupitia experience ya kumuona ndugu yako katika ndoto, au kwa namna yoyote kuona kana kwamba amekujia na kuanza kukuongelesha, utaona kwamba ameonekana akiwa katika umbo la malaika, kana kwamba yupo katika hali fulani ambayo ni bora zaidi, na hivyo anawa encourage wengine au kuwashawishi wengine ya kwamba wengine mpaka wanakatisha uhai wao wakifikiria kwamba wanaenda kuonana na wapendwa wao. Wapo watoto ambao wamenyanyasika na kuishi maisha magumu, ambao wazazi wao labda walifariki, anakwambia bora nife tu na mimi nikaonane na mama yangu, nikaonane na baba yangu. Ni uongo wa kutisha ambao shetani ameuleta, ambao leo una cost maelfu ya mamia ya ina cost maisha ya maelfu hata mamia kila mwaka. Watu wanaojiangamiza wakifikiria kwamba wanaenda kuungana na wapendo wao, lakini neno la Mungu linabaki kuwa dhahiri ya kwamba wafu hawajui neno lolote. Sasa utaniuliza kwamba sasa hao tunaoona ni kina nani? Na mimi sikatai ya kwamba umewaona, kwa sababu neno la Mungu linafundisha ya kwamba wapo na tutawaona. Lakini sasa ni kina nani? Twende pamoja kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Ufunuo sura ya 12, alafu tutaenda kwenye aya zingine. Leo tunaenda kujibu swali ya kwamba sasa hao tunaowaona ni kina nani? Sikatai ya kwamba hata wewe yawezekana umewaona, lakini neno la Mungu au Mungu hilo jambo halikumpata kwa ghafla. Anajua nini kinaendelea, na leo unaenda kujifunza nini kinaendelea. Ufunuo sura ya 12, Ufunuo wa Yohana sura ya 12. Anasema ya kwamba 12:9, yule joka akatupwa, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Wapo malaika ambao walipotea pamoja na uangamivu wa Shetani.
walidanganya uasi wa shetani, walidanganywa na uongo ule wa shetani, na matokeo yake wakati shetani anafukuzwa mbinguni walifukuzwa naye. Haya ndio mapepo na mashetani ambao tunashughulika nayo siku ya leo. Ikiwa utakuwa unashughulika na pepo au shetani amemuingia mtu unamkemea, jua kwamba ni malaika ambaye amewahi kuwepo mbinguni, lakini kwa sababu ya uasi wake akafukuzwa na akashuka duniani. Ni pepo huyo, hata usimuogope, maana alifukuzwa mbinguni kwa sababu ni dhaifu, hana nguvu kuzidi malaika wa Mungu na hana nguvu kumzidi Mungu mwenyewe. Sasa tunaenda kujibu swali, ni kina nani? Moja, tumeshaona ya kwamba shetani anafanya kazi hapa duniani. Kitabu cha Ayubu kinathibitisha hilo. Lakini pili, tumeona ya kwamba anavyotoka duniani alitoka pamoja na malaika wake. Kipengele cha pili kuelekea mwishoni, hawa wanaofanya kazi ni kina nani? Twende pamoja, Biblia ina majibu, hata haina haja ya mimi kukupatia majibu yangu. Wakorinto wa pili sura ya 11, Paulo alikuwa anazungumza habari ya watu. Hata nyakati za Paulo walikuwepo mitume ambao walionekana kuwa ni mitume, wakitembelea makanisa ambayo Paulo alikuwa ametoka kuhubiri, lakini wakifundisha injili tofauti na ile ambayo Paulo alihubiri. Yaani Paulo atakuja atahubiri ya kwamba Yesu ni Mwokozi na kwamba kawaida za kiibada za Kiyahudi na nini bila kumwamini Yesu hazituokoi. Halafu kesho kutwa atatokea mtume fulani ambaye ni Paulo, anakuja kufundisha, jamani, haina haja tumwamini Yesu, tunaokolewa kwa tamaduni na kawaida zingine za Kiyahudi. Sasa watu wakaanza kuchanganyikiwa. Sasa huyu Paulo, mbona ni jana tu ametoka kutuambia tumwamini Yesu? Mbona huyu amekuja leo na kutuambia ya kwamba huyu ni mtume na kwamba hatuna haja ya kumwamini Yesu? Ndipo Paulo akiwa analitambua hili anakuja anaandika, anasema hivi, nisome vizuri. Anasema hivi, neno la Mungu linasema hivi kwenye aya ya 13. Anasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Kumbe kulikuwa kuna mapepo na mashetani ambayo yalikuwa yanajigeuza yafanane na mitume wa Kristo na kujaribu kwenda katika makanisa ili kuwadanganya watu. Wakashituka. Kumbe anasema wala si ajabu, msishangae. Kwenye aya ya 14 anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. 15, basi si neno kubwa watumishi wake wale mapepo nao wajigeuze wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wake utakuwa sawasawa na kazi zao. Anasema si ajabu, shetani anajigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo yupo jangwani akijaribiwa, ninafahamu wengi mumeona pale kana kwamba shetani amekuja kwenye umbo la nyoka, lakini shetani alikuja katika mfano wa malaika wa nuru, kana kwamba ametoka mbinguni kuleta ujumbe kwa Yesu ya kwamba hauna haja ya kufunga kula. Lakini Yesu alimtambua kwa sababu agizo la Mungu kwa Yesu ilikuwa ni kwamba angeenda kule. Tunaambiwa aliongozwa na Roho. Hapa anasema ya kwamba mitume hawa mashetani wanajigeuza wawe mfano wa watumishi wa Mungu. Sasa nikuulize swali, mtu wa Mungu, ikiwa wanaweza kujigeuza wawe mfano wa watumishi wa Mungu, wanashindwa kujigeuza kuwa mfano wa ndugu yako ambaye amewahi kufariki? Kinawashinda nini? Inawezekana. Na hii unajua haikuwa mara ya kwanza kwa mtume Paulo kushughulika na mitume wa uongo au mapepo ambao walivaa miili ya watumishi wa Mungu na wakaingia katika makanisa kujaribu kudanganya watu. Aliwahi kutana na changamoto kama hii pia kwenye kanisa la Galatia. Na unajua huku nini kilitokea? Huku kulikuwa kuna nyaraka ambazo zilikuwa zinaonekana kana kwamba zimeandikwa na Paulo, kumbe hazikuandikwa na yeye. Ndipo anakuja kusema katika Wagalatia 1:8 na 9 kwamba lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Anasema yani, ikiwa mtakaa kanisani na mkaona aidha ni sisi au hata kiumbe ambaye anang'aa mfano wa malaika wa Mungu akaja katika kutaniko lenu la ibada akahubiri injili tofauti na hii tunayowahubiri sisi, na alaaniwe. Wagalatia wanaposhituka kwamba mtume anasema nini, anasema kwenye aya 9, kama tulivyotangulia kusema na sasa anasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili iwayo yote isipokuwa hiyo tuliyoihubiri, na alaaniwe. Kwa nini mtume Paulo anakuwa na ujasiri wa kusema kauli hii? Kwa sababu anatambua kwamba kuna wakati itaonekana kana kwamba Paulo amehubiri, kumbe sio Paulo, ni mitume wa shetani, ni mashetani wamekuja na kuhubiri injili ya uongo, na hata muda mwingine wanatuma nyaraka za uongo. Ndipo wanatangaza laana kwa yoyote. Kama ataonekana ni kiumbe wa nuru kama malaika,
au kama ataonekana kama anasema na alaaniwe, kwa sababu huyo hatakuwa mtume wa Mungu. Kwa hiyo tunafikia conclusion au hitimisho ya kwamba hawa tunaowaona kama ndugu zetu ambao tuliwahi kuzika, mtu wa Mungu usidanganyike, wakwambie mazuri, wakwambie mabaya. Ndugu yako aliyelala katika mavumbi ya ardhi utakuja kuonana naye tena. Ikiwa alilala katika tumaini la Kristo, tunaambiwa saa ipo ya kwamba waliolala katika tumaini la Kristo watafufuliwa tena. Huyo ni muovu, ni malaika wa shetani, ni pepo. Haijalishi akwambie mazuri, haijalishi akwambie mabaya, mtu hatoki kaburini. Neno la Mungu linasema hivi, turudi tena kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4, wakati Yesu anaongea na Wayahudi. Yohana sura ya 5 anawaambia hivi kwenye Yohana sura ya 5 ile aya ya 25, amini amini nawaambia, saa itakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, nao wasikiao watakuwa hai. Watu wa Mungu watakuwapo makaburini. Mtu aliyefariki amepumzika kaburini, hana anachokumbuka, hajatoka humo kaburini kuzurula katika dunia. Hawezi kuja nyumbani kwako, hata kama ni mzazi haji nyumbani kwako, mtoto wako haji nyumbani kwako. Ni malaika wa shetani hao, na hata usiwapokee au kuitikia kwa kile ambacho wanakwambia. Yesu anarudia tena kwamba msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Yaani anachokisema Yesu ni kwamba hata watu wema wapo makaburini. Tusidanganyane ya kwamba watu wema wapo mbinguni sasa hivi, wala watu waovu wapo kuzimu. Ni uongo wa shetani anaotaka kutuaminisha ya kwamba mtu anapokufa anaendelea kuishi. Kuna wakati utafika ambapo Yesu atakuja katika hii dunia, ataita watu waliotenda mema, watatoka makaburini, hawatatoka mbinguni kwa ufufuo wa uzima, na wale waliopo makaburini ila walikufa katika dhambi na uovu watatoka, lakini kwa ufufuo wa hukumu. Hata hivyo, tujiulize swali rahisi, ikiwa mtu mwovu anakufa anaenda kaburini na mtu mwema anakufa anaenda mbinguni, ufufuo una kazi gani? Au Yesu anakuja kufufua kwa ajili gani? Yaani kwa lugha rahisi, atoe watu mbinguni aweke makaburini, atoe watu kuzimu awarudishe makaburini, halafu wafufue tena. Waliotoka mbinguni awarudishe mbinguni, waliotoka kaburini waliotoka kuzimu awarudishe kuzimu. Ni ujinga wa aina gani huo? Neno la Mungu liko wazi kabisa. Sasa angalia uongo kama huu usio na kichwa wala miguu ambao shetani anauleta kwa watu wa Mungu. Mtu mwema anayekufa yupo kaburini, mtu mwovu anayekufa yupo kaburini, hajitambui, anasubiri tumaini la ufufuo. Na hapa tunafikia kwenye sehemu ya mwisho ya somo yetu, habari ya tofauti ya kati anavyokufa mwema na anavyokufa yule ambaye ni mwovu. Mtunga aliyeandika kitabu cha Mhubiri aliwahi kusema, mbona linalomtokea mtu mwema ndio linalomtokea mtu mwovu? Mbona wote wanakufa? Mbona kama wote tunawazika? Lakini nikwambie mtu wa Mungu, ipo tofauti ya mtu anayekufa katika Kristo na mtu anayekufa kifo cha kawaida akiwa mbali na Kristo. Kuna tofauti kabisa. Neno la Mungu linasema ina thamani mbele za Mungu mauti ya wacha Mungu wake. Lakini hata hivyo, neno la Mungu pia linasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 ya kwamba heri wafu wafao katika Kristo tangu sasa, asema Bwana, kwa kuwa matendo yao yafuatana nayo. Ni heri mtu anayekufa katika Kristo, kwa sababu atakuja kufufuliwa katika ufufuo wa uzima. Neno la Mungu linatufundisha kwenye Ufunuo sura ya 20 ya kwamba kuna aina mbili za ufufuo. Kuna ufufuo wa kwanza wa wenye haki na ufufuo wa pili wa waovu. Na hili neno hata silitoi angani, ni neno la Mungu. Yawezekana hujawahi kusikia, lakini neno la Mungu tunapojifunza tunafunuliwa kweli nyingi na tunawekwa huru dhidi ya madanganyo ya shetani. Angalia kile kinachosema kwenye Ufunuo sura ya 20 aya ya 5. Neno la Mungu linasema hivi. Ufunuo 20 sura ya 5. Anasema, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata ile miaka 1000 itimie. 6 anasema, huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja na Kristo hiyo miaka 1000. Heri ni yule aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kama kuna ufufuo wa kwanza, tambua ya kwamba kuna ufufuo wa pili. Ufufuo wa kwanza ni wa watu wenye heri, waliokufa katika Kristo, tuliosoma kwenye Yohana sura ya 5. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Una heri mtu wa Mungu ikiwa utakufa katika Kristo sasa uje ufufuliwe katika ule ufufuo wa kwanza. Nitakuwa na heri ikiwa nitakufa katika Kristo ili nije nifufuliwe katika ule ufufuo wa kwanza, kwa sababu kuna ufufuo wa pili. Ukisoma kuanzia aya ya 7
anataja habari ya ufufuo wa pili, na sio ufufuo mzuri, sio ufufuo ambao Mungu anapenda uwepo, sio ufufuo ambao tungependa wote kuwepo, kwa sababu ni ufufuo kwa ajili ya hukumu. Neno la Mungu pia linasema katika kitabu cha Danieli ya kwamba wakati huo wengi walalao katika mavumbi ya ardhi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Utakuwa katika kundi gani? Hata hivyo, upo uongo mmoja wa mwisho ambao umechukua watu wengi katika nyakati za leo na kuwadanganya kwamba wasifanye matengenezo katika maisha yao haya. Zipo ibada za kuombea wafu, kwamba mtu amekufa anaombewa kwamba apokelewe na Mungu, dhambi zake zisamehewe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, huo ni uongo wa shetani ambao unakupotosha usifanye matengenezo ukiwa bado upo hai. Neno la Mungu linafundisha ya kwamba matengenezo ya maisha tunapaswa tuyafanye tukiwa tupo hai. Nikifa, maombi yako hayatanisaidia chochote. Ikiwa unahitaji kuniombea nibadilike, niombee nikiwa nipo hai ili nitubu na kubadilisha mtindo wangu wa maisha. Lakini nikifa, akaunti yangu mbinguni imefungwa, hata hakitabadilika kitu. Maombi ya askofu hayatanisaidia, maombi ya mchungaji hayatanisaidia, maombi yenu hayatanisaidia. Mnisaidie nikiwa nipo bado hai, niweze kubadilisha mfumo wa maisha yangu, nitubu. Maana nikifa hakuna kitu kinaweza kubadilisha tena, akaunti yangu imefungwa. Mwisho wa taarifa zangu pale itaandikwa Justin alikuwa na mtindo mbaya wa maisha, kwa hiyo hukumu yake ni kifo. Akaunti imefungwa. Wala hakuna maombi yanayoweza kufungua hilo. Tunahitaji kubadilika tukiwa tupo hai. Tunahitaji kutengeneza na Mungu maadamu tupo hai, kwa sababu tukifa hakuna kingine chochote kinachoweza kuendelea. Na hapa ninafahamu hapo wengine ambao tunafundishwa habari ya mateso, kwamba mtu mwenye dhambi kidogo anateseka mahali panaitwa toharani au pagatori. Huo ni uongo wa shetani, ni uongo mwingine. Neno la Mungu linafundisha wazi ya kwamba tunapokufa hatujui neno lolote. Hakuna mahali ambapo tukiwa tuna dhambi chache eti tunaenda kukaa pale tuteswe kwa muda baadaye twende mbinguni. Ninafahamu ya kwamba yako makanisa makubwa ambayo yanafundisha huu upotovu, lakini ni uongo na udanganyifu wa shetani. Na niseme tu ya kwamba shetani ameingiza uongo mkubwa kwa mamilioni ya watu kupitia udanganyifu huo, ya kwamba papa au padre au mchungaji au rafiki muinjilisti anaweza akaniombea eti nitoke pagatori au nitoke huko kuzimu ninakochoma moto mahali fulani niende mbinguni. Matengenezo ya maisha ninayafanya nikiwa hapa duniani. Na mwisho wa somo hili ninatoa wito ya kwamba tengeneza na Mungu, kwa sababu unapokufa hakuna kingine unaweza kufanya. Hakuna kitu kingine ambacho mtumishi wa Mungu anaweza kufanya. Historia yako imefungwa. Wakati ni sasa. Wakati uliokubaliwa ni sasa. Tengeneza na Mungu wako, kwa sababu wakati unakuja ambapo haitawezekana tena kufanya hivyo. Utakachokuwa unasubiri ni hukumu. Na mimi nikuulize mtu wa Mungu, utakufa ukiwa katika hali gani? Upo tayari kufa ukiwa katika upande wa uovu? Hakuna mtu anatamani hiyo. Kila mtu anatamani afe akiwa amekufa katika Kristo. Ndio ufufuo ambao unatajwa kuwa ni wenye heri. Mpokee leo Kristo wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapolala, ulale katika matumaini, kwa sababu upo ufufuo ambao utakuwepo kwa ajili ya wenye haki. Mungu atakuamsha siku ya mwisho ili uweze kupata thawabu yako ya uzima wa milele. Bwana Yesu akubariki sana. Ikiwa unahitaji mwongozo jinsi unavyoweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wasiliana na Jerusalem Media Tanzania. Tunaweza tukaona komenti yako hapa chini au tukawasiliana kupitia namba ambayo unaiona kwenye screen yako. Wakati ni sasa. Hakuna anayejua kesho. Tumepewa tu leo. Tengeneza na Mungu wako. Badili mwenendo wa maisha yako. Fanya toba, mpokee Kristo au Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu hatujui linalotokea kesho. Mimi unayeniona hapa, naweza nikawa ninaandaa hiki kipindi lakini kesho nisiwepo. Nimekufa katika hali gani? Nimekufa katika hali gani ndicho kinachomata, na wala sio niliishi katika namna gani. Bwana Yesu akubariki sana. Ni tumaini langu ya kwamba unaenda kuconsider mtindo wa maisha yako na kujitafakari upya maisha yako, na ninaomba kwa neema ya Mungu ya kwamba ubadili mtindo wa maisha yako ili basi tuweze kuishi maisha ya matakatifu. Hata tukilala, tulale katika tumaini, tukijua kwamba ipo siku ambayo Mungu atakuja kutuinua. Mungu akubariki sana na nikutakie kila laheri. Tuendelee kuwa pamoja. Unaposikia ujumbe huu, sambaza uwafikie wengi zaidi, waweze kuepuka huu uongo na udanganyifu wa shetani. Wapo ambao kila mwaka wanalazimishwa kutoa sadaka nyingi na hata kwenda kusafisha makaburi huko, wakidanganyika kwamba wasipoyasafisha eti ndugu zao waliokufa watawapa laana. Nataka nikwambie hakuna mtu aliyekufa anayeweza kutoa laana au baraka. Hayupo. Hata uondoke katika huo utumwa. Wapo ambao wanapokula chakula lazima achukue kiasi kidogo atupe chini kwa ajili ya wazee wake waliokufa zamani.
nikwambie, kula chakula chako kwa amani. Hakuna mzee anayetumia hiko chakula. Jiepushe na utumwa wa vingi katika madanganyo hayo ya ibilisi, na wewe utakuwa huru. Neno la Mungu ni kwamba mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Na mimi ninamtukuza Mungu ya kwamba siku ya leo umeweza kuweka huru na umeipokea hii kweli dhidi ya madanganyo haya ya shetani juu ya hali ya wafu. Kabla hatujamaliza somo letu, basi tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya fursa uliotupatia ya kujifunza neno lako takatifu. Baba, tunalitukuza na kulihimidi jina lako. Tumejifunza juu ya habari ya hali ya wafu, lakini pia mwisho tumejifunza kwamba tunapaswa kutengeneza maisha yetu, kwa sababu tunapolala hakuna namna tunaweza kutengeneza tena maisha yetu. Kristo wa neema yote, ninakusihi kwa neema yako umsaidie msikilizaji, unisaidia na mimi niliotoa somo hili, ya kwamba tuweze kutengeneza maisha yetu. Tumpokee Roho wako ndani ya mioyo yetu, aweze kutuonesha maeneo tunayopungua, tukayafanyie matengenezo tukiwa tupo hai. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuwa somo hili linaenda kumuokoa mtu mmoja mahali fulani. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea tupatia afya, nguvu na uzima, ili tuzidi kuyafunua na kujifunza maandiko yako matakatifu. Kwa jina la Yesu tumeomba tukijikabidhi mikononi mwako. Amina.